إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Mtume sallallahu alaihi wasallam yatufundisha katika hadithi hii ya kuwa innamal a'malu binniyat, matendo yote ambayo hufanywa kwa nia. Kila mmoja akifanya amal huifanya kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mtu atakwenda kulipwa kulingana na nia yake. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, kwa hiyo yule ambaye kwamba hijra yake itakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, bimaana atakayetoka Makka kwenda Madina kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allah wa rasuli, basi hijra yake ni kwa Allah na mtume wake na atakwenda kulipwa malipo hijra yake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, na yule ambaye kwamba hijra yake na malengo ya kufanya hijra kutoka Makka kwenda Madina hiyo ni kwa ajili ya hududi dunia, mambo ya kidunia, mfano biashara, au imra'atin yankihuha, au akatoka Makka akaenda Madina kwa ajili ya mwanamke aende akamuoe, fahijratuhu ila mahajara ilayhi, basi hijra yake ni kile alichokifanya hijra nacho, bimaana malipo yake huyu ni ile nia yake aliyonuia na zile hududu dunia, maslaha yake kidunia, wala hatopata ujira wote akhira wala thawabu zozote. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yatufundisha kuwa nia ni jambo muhimu sana, bali kukubaliwa kwa amali na kule kutokubaliwa kwa amali na matendo ya waja yategemea na nia ya mtu. Nia ya mtu ikiwa nzuri, akikusudia katika ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ujira kwa Allah, Allah ataikubali ibada hiyo. Ama nia ya mtu ikiharibika, akikusudia mambo mengine kando na uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu zake, basi matendo yake hatokubaliwa. Wa niyatu qisman, nia imegawanyika viganyiko viwili. Niyatun lil'amal, kiganyiko cha kwanza cha nia ni nia kwa ile amali unayoifanya, ile ibada. Mathalan, mtu ameingia msikitini akasali rakaa mbili, akanuia kwa zile rakaa mbili ni za sunna ya qablia kabla al-fajr, kisha kasali rakaa mbili nyingine akanuia kuwa ni swala faradhi, salatul fajr. Kwa hiyo nia imetofautisha baina kuwa zile rakaa mbili za mwanzo zilikuwa ni za sunna na zile rakaa mbili nyingine zilikuwa ni za faradhi. Kwa nia ya kwanza, aina ya kwanza ni niyatun lil'amal, nia kwa ile amali unayoifanya. Kisha aina ya pili ni niyatun lilma'mul lah, nia kwa yule ambaye kwamba wamfanyia hiyo ibada, wamfanyia hiyo amal, wa huwa al-ikhlas. Na hii ndio maudhui yetu, nia kwa yule ambaye kwamba hiyo ibada wamfanyia nani, wa huwa al-ikhlas. Na ikhlas kama tunavyojua ni msingi ya kukubaliwa amali.
al-ikhlas wal mutaba, amali yote ambayo mja akifanya sharti kubaliwa kwake mpaka mtu aifanye ile amali kwa ikhlas, aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ya'malu ithnani amalan wahidan, huenda watu wawili wakafanya amali moja, lakini mmoja wao akalipwa na mwingine asilipwe au akapata madhambi, nadaran li ikhtilafi al-maqasid, kwa sababu ya kule kutofautiana kwa makusudio yao na kwa nia zao. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم, aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam, an ikhtilafi maqasid an-nas fi al-qital, katika kule kutofautika kwa makusudio ya watu katika kule kupigana kwao jihad, min ar-riya, kwa sababu kuna wale ambao kwamba wapigana ar-riya ili mtu aonekane, ajionyeshe, wa idhari shajaa, wengine wapigana ili adhihirishe ushujaa wake, wala asabia, wengine wapigana kwa ajili ya ukabila. Kwa yupi huyo yuko fi sabilillah, yupi huyo yapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akajibu sallallahu alaihi wasallam, man qatal litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yote atakayepigana yawe malengo yake ya kupigana ni kwa ajili ya kalima ya Allah na dini ya Allah iwe juu, basi huyo ndio katika fi sabilillah. Ama yule kwamba atapigana kwa ajili ya kudhihirisha ushujaa wake au kwa ajili ya kutetea kabila lake, basi huyo hayuko katika fi sabilillah. Abu Huraira radhiyallahu anhu yupokea hadith kubwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii Abu Huraira alisimulia katika majlis ya Amirul Mu'minin Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, lakini kabla kuisimulia hadithi hii Abu Huraira alilia baka bukaan shadidan, alilia kilio kikali kwa ajili ya uzito wa hadithi hii. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, kisha kasema Abu Huraira, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhid, hakika mtu wa mwanzo kabisa atakayefanywa hisabu siku ya kiyama ni mtu ambaye kwamba aliuliwa katika vitani, yani aliuliwa katika jeshi la Waislamu wakiwa Waislamu wakabiliana na makufara. Kwa mtu akapigana mpaka kauliwa, fautiya bihi, ataletwa mja kama huyu aliuliwa katika jihad fi sabilillah, fa'arrafahu ni'amahu, Allah atamkumbusha na kumjulisha zile neema zake alizompa katika quwwa na tawfiq, mpaka Allah kamwafikisha au yapigana jihad pamoja na waislamu wengine. Fa'arafaha, mja kama huyu atakiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, ma amilta fiha, hii neema yangu niliyokupa ulitumia vipi? Qala, atasema mja kama huyu, qataltu fika hatta istushhid, nilipigana kwa ajili yako ya Allah mpaka nikauliwa. Mja kama huyu atasema kwa ya Rabbi, nilipigana nikatumia nguvu zako ulizonipa na neema zako, nilipigana kwa ajili yako mpaka nikauliwa. Qala kadhabta, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia mja kama huyu, kadhabta, umesema uongo. Walakinaka qatalta li an yuqala jari, lakini wewe ulipigana ili usifiwe, watu waseme kuwa fulani ni shujaa. Faqad qil, na watu washasema hivyo, ushasifiwa. Thumma umira bihi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha malaika wamchukue mja kama huyu, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, ataburuzwa kwa uso wake kisha tarushwa ndani ya moto wa jahannam, wal a'yadu billah. Wa rajulun, na mtu mwingine, taallama al-ilma, alijifundisha ilmu, wa allamahu, kisha kaifundisha pia ilmu, wa qara al-Qur'an, na akasoma Qur'an. Fautiya bihi, ataletwa mja kama huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arrafahu ni'ama, Allah atamjulisha neema yake na kumkumbusha neema zake alizompa katika kumfungulia milango ya ilmu. Fa'arafa, mja kama huyu atakiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Faqal, kisha Allah subhanahu wa ta'ala tamuuliza, ma amilta fiha, ulitumia vipi neema ambayo kwamba nilikuneemesha nayo? Qal, atasema mja kama huyu, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-Qur'ana fik, ya Rabbi, mimi nilisoma ilmu na nikaifundisha na nikasoma na Qur'an pia kwa ajili yako. Qala kadhabt, Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia mja kama huyu, kadhabta, umesema uongo. Walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim, wewe ulisoma ilmu ili watu wakusifu na kuita kwa fulani ni alim, upate madh kwa watu. Wa qara'ata al-Qur'an, na ulisoma Qur'an liyuqala qari,
ili usifiwe na watu waseme kwa fulani ni qari mashaallah, faqad qil, na ushasifiwa na watu washasema mambo hayo. Thumma umira bihi, kisha Allah atamrisha malaika atashika mtu kama huyu, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqa fi an-nar, ataburuzwa kwa uso wake paka arushwe katika moto wa jahannam. Wa rajulun, kisha kutaleta mtu mwingine, wasa Allahu alayhi, Allah limfungulia, wa ataahu min asnaf almal fautiya bihi fa'arafahu ni'ma, ndio kama huyo Allah limfungulia katika milango ya mali akampa aina tofauti tofauti za mali. Ataletwa mja kama huyu, fa'arafahu ni'ma, kisha Allah tamkumbusha neema zake na mali alizompa. Fa'arafaha, atakiri mja kama huyu neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Faqal fama amilta fiha, kisha Allah tamwambia fama amilta fiha, ulitumia vipi neema yangu niliyokuwa nimesha nayo? Qal, atasema mja kama huyu, ma taraktu min sabilin tuhibbuhu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak, ya rabbi mimi sikuacha njia yote ambapo kwamba wewe ulipenda njia hiyo mtu atoe mali yake isipokuwa njia hiyo mimi nilitoa. Yani sikuacha njia yote ya khairi isipokuwa mimi nilitoa mali yangu kwa ajili yako. Qala kadhabta, Allah subhanahu wa ta'ala tamwambia mja kama umesema uongo. Walakinaka fa'alta liqala huwa jawad, wewe ulifanya hivyo ukatoa mali yako liqal jawad, ili usifiwe watu waseme kuwa fulani ni jawad, mkarimu, sakhiyun. Waqad qil, na ishasema jambo hilo. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqa fi an-nar, kisha Allah tamrisha malaika ataburuzwa mtu huyo kwa uso wake kisha rushwa ndani ya moto wa jahannam. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ni adhim na hadithi yenye kushtua. Yafaa tuelewe kuwa matendo haya yaliyotajwa hapa min ajalli al-ibadat, ni katika ibadat kubwa kabisa. Al-jihadu fi sabilillah, wat-tafaqquh fi ad-din, wad-da'wa wa qira'atu al-Qur'an, kisha wal-infaq fi sabilillah, kupigana jihad fi sabilillah katika ibada kubwa. Kusoma ilmu sharia Allah na kulingania watu ni katika ibada kubwa. Kutoa mali katika njia ya Allah subhanahu ni katika ibada kubwa. Lakini kile kilichoharibia watu hawa ni nia zao mbovu. Nia zao hawakukusudia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zao, hawakukusudia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, bali walikusudia mambo mengine katika kusifiwa na kuonekana. Wal a'yadu billah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakujali akaporomeshia hizi amali zao zote wala kuzikubali, kwa sababu walikosa ikhlas, wakaichafua nia yao na arriya. Allahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ziko baadhi ya njia biidhnillahi ta'ala ambazo mja akidumu nazo atahifadhi nia yake na atahifadhi matendo yake yasije yakaingia na riya. Katika hizi wasail ni ad-du'a, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, yani Allah subhanahu wa ta'ala authibitishe moyo wako, kwa sababu mioyo yote iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mja kumuomba, kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumdumisha katika taa. Ndio maana katika dua ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kithirisha kuziomba ni ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kugeuza nyoyo thibitisha moyo wangu katika dini yako. Kwa kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe ikhlas, akudumishe katika ikhlas, kadhalik kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shirk na riya. Mtume sallallahu alifundisha dua mashhur ya kuwa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, Allah mimi najilinda kwako wewe nikushirikishe na mimi najua, na nataka maghfira na msamaha kwa wale madhambi kwamba siyajui. Kwa kumwomba pia Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi kutokana na shirk wa riya. Wakadhalik katika wasail za kumkinga mtu na kuhifadhi nia ya mtu na matendo yake ni ikhfa'ul amal, ikhfa'ut ta'at, ni mtu kuficha, kufanya kila bidii atakayoweza afiche matendo yake, asipende kujidhihirisha, sababu kujidhihirisha ndio wampa shetani njia akushawishi. Lakini mja akijificha katika matendo yake na taati zake, basi yawa ni hariyun au ni mukhlis. Ndio maana swala ya qiyamul layl ikawa ni swala bora baada ya swala za faradhi, swala ya qiyamul layl, swala usiku, kwa sababu hii ni siri baina ya mja na Allah na Mola wake. Mja mwenyewe huamka usiku wa manane, yatawadha, yaswali, hakuna yote anayemwona, watu wanalala,
wasali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni shughuli wake. Kwa ni bora qiyamul layl baada ya sala za faradhi. Kadhalika kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoelezea, miongoni mwa wale watu 7 ambao kwamba Allah ataweka katika kivuli chake, si kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Faqala an-nabi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminu, na mtu ambaye kwamba alitoa sadaqa kisha kaificha sadaka yake hiyo mpaka mkono wake wa kushoto haukujua kile kilichotoa mkono wa kulia, kinaya ya kule kuficha kwake. Bima mtu akatoa sadaka kisiri, kwa kule kuficha toa zako na matendo yako ni katika sababu kubwa za kuhifadhi nia yako. Na Mtume SAW pia amesema katika hadithi nyingine, inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi, Allah subhanahu wa ta'ala yampenda mja wake ambaye kwamba amesifika na sifa hizi. At-taqi yani mwenye takwa, mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudumu katika toa na kujiepusha na maasi. Kisha al-ghani, al-ghani ay al-mustaghni billah amma siwa, anajitosheleza na Allah na wengine wote, yani mja amejitosheleza na Allah subhanahu wa ta'ala, akimuomba yomba Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka msaada yotaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hahitaji viumbe vyote. Mja huyo amejitosheleza na Allah, hahitaji viumbe. Kisha sifa tatu, al-khafi, mwenye kujificha, kwa maana mtu ambaye kwamba hapendi kuonekana, akifanya amali zake na ibada zake yapenda ziwe siri kwa sababu ya kuchunga nia yake na akida yake. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.